الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إني أسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na kipenzi chake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, tukiwa tumeombwa tuweze kusherehesha ama kufasiri kwa kile kiwango kidogo ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku nacho kuweza kufahamu maneno ya wanazuoni. Tumeombwa na baadhi ya wanafunzi wa fadilati Sheikh Uthman ibn Sheikh Umar ibn Sheikh Daud ambaye kwamba anatambulika kama Sheikh Hidig, mmoja katika wanazuoni wa Kisomali wakubwa, tutakuja kumueleza mbeleni hapo. Tumeombwa tushereheshe kitabu chake ama manzuma yake ambayo kwamba inahusiana na wanafunzi wa elimu, hasatan ilmu al-akhirah. Kitabu ambacho kwamba kinahusiana na nasaha ambazo kwamba wanapatiwa wanafunzi ambao kwamba ni tulabul ilm, ili waweze kujipamba nazo nasaha kama hizo, waweze kufaulu katika kufuata ama kusoma kwao ama kutafuta kwao elimu. Manzuma yenyewe Sheikh ameipatia jina kama an-nasaih al-mursala ila tulabil ilmi lillahi wal akhirah. An-nasaih al-mursala, nasiha ambazo kwamba zinatumwa zinapeperushwa kwa wanafunzi wa elimu ambao kwamba wanasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Manzuma kama hii Sheikh ameiweka ama ameitunga kwa ajili ya wanafunzi. Kabla hatujaingia kuizungumzia ama kuisherehesha manzuma kama hii, nitapendelea kwanza kabla ya yote niweze kumtambulisha shekhe kama huyu ambaye kwamba ameitunga manzuma kama hii, na sababu za kumtambulisha ni nyingi. Moja wao ni kwamba sababu kuu ya kuweza kumtambulisha shekhe ama kuweza kufanya kuwaelimisha watu ama kuwajuza watu kuhusu mashekhe zetu ni kuwakuza wale vijana, tarbiyatu shabab ala ma tarabba alayhi alulama al'alam, ni kuwakuza vijana kuweza kufuata nyenendo ambazo kwamba wamezifuata wanazuoni wakubwa katika umma kama huu. Mmoja katika wanazuoni wetu Sayyidi Sheikh Fauzi Kunati hupenda sana kusema maneno kama haya au yanayofanana na maneno kama haya. Asema man tarabba ala kutubi sighari wala saghira, mtu ambaye kwamba atakulia kupitia vitabu vya watu wadogo basi atabaki angali ni mdogo. Wa man tarabba ala kutubil kibari asbaha kabira, mtu ambaye kwamba atakulia kwa kusoma vitabu vya watu wazima ama vitabu vya wanazuoni wakubwa basi naye pia atakuwa ni mkubwa. Nini maana maneno kama haya? Mtoto ni vile utakavyomlelea na mwanafunzi ni vile ambavyo utamlelea. Umempatia vitabu vya wanazuoni wakubwa as-salaf as-salih mpaka kufika kwa maswahaba, umewapatia mirathi yao, naye pia atakuwa na himma ya kuweza kufika sehemu kama ile. Lakini ukiwa utampatia mukhtasarat, ukiwa utampatia hivi vitabu sandwich ambavyo kwamba vimeenea siku hizi, atabaki bado naye pia ni sandwich, hata kuwa ni main meal. Unajua ile sandwich mtu huile ikiwa ni kupitisha njiani, kupita ile njaa, kushikilia njaa. Lakini mtu ambaye kwamba ataka ondoa njaa yake kabisa ama kukata kiu chake kabisa, lazima pate meal wajba ambao kwamba ni mutakamila. Na hakadha mwanafunzi anakuwa na kiu
akiwa mwanzo anakuwa na kiu sana. Wanazuoni wanatuambia ile neno ilm, ain na lam na mim. Ain ni kwamba mwanafunzi akiwa katika daraja ya ain huwa ni atshan, ana kiu sana. Sasa utafuta kila aina ya elimu kaisoma, akiona kitabu ukipitia ataka kukimaliza wa hakadha. Hivyo huwa ana kiu katika marhala ya kwanza ya talabu ilm, mwanafunzi anakuwa na kiu ya hali ya juu sana. Hapo napendekeza ni kwamba yule mwanafunzi apatiwe vitabu vya wanazuoni wakubwa, asomeshwe vitabu vya wanazuoni kubwa, ili naye aleleke kwa mafhumi kama haya, kama kwa manzur kama haya. Al-Imam Shafi'i mamake alipotaka awe mwanachuoni mkubwa, alimchukua akampeleka badia katika bawadi Makkah, ushago kwa lugha ya sasa, ama vijijini, kuweza kusoma ama kuweza kupata asili ya lugha ya Kiarabu, ili asiathirike na tahadhur na hadhar, yani na athari ambazo kwamba na mambo kwamba yanawaathiri watu walioko mjini. Unajua ile lugha iliyoko mjini katika lugha ya Kiarabu si lugha ya kifasaha zaidi kuliko lugha iliyokuwa beduini ama lugha iliyokuwa mashambani. Ain kwanza anakuwa ni atshan, alafu lam anakuwa ni lawam. Yule mwanafunzi akishapata kiu, akishaanza kusoma huanza kulaumu sasa. Aanza kumkosoa huyu, hayo ndo marhala wengi wetu huwa tunabaki katika marhala kama hayo. Mtu atabaki amesoma kidogo, Mungu amemjalia amemaliza jamia, amesoma vitabu kadhaa, basi atakuwa yeye ni lawam. Amlaumu leo, amlaumu shekhe wake, kesho amlaumu huyu, kesho amkuta amlaumu huyu, wa hakadha. Yeye ni raddi na kulaumu. Kisha mwisho jimakini na hali kama hiyo na kusoma na kuendelea na masomo, ufika daraja ya mim, ambapo kwamba ni mutamakin. Mtu ambaye kwamba anafika daraja kama hiyo, huwa wanazuoni wanatuambia hakuna mwanachuoni ambaye kwamba atafika daraja ya tamakkun, atakuwa mutamakin katika elimu yake, isipokuwa humtakia udhuru ama humpatilia udhuru ama humtafutia udhuru kila mwanachuoni alozungumza kwa rai isokuwa yake. Mwanachuoni wakwambia ile maneno huwa ni hamalu aujuh, yanabeba maana mengi sana. Kwa hivyo sababu kuu ya kumtambulisha shekhe kama huyu katika jamii zetu ni kuweza kuwainua ama kuwafanya watoto waweze kukulia katika mwenendo ambao kwamba wanazuoni kama hawa wameufuata mpaka wakafika cheo kama hicho. Sababu ya pili ni kufanya wao wafuate nyenendo kama zile, al-iqtida'u bi siratihim wa manhajihim fil haya, kufuata mfumo wao na mwenendo wao katika maisha. Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea zinara ambazo kwamba tukiweza kufuata, ama nyota ambazo kwamba tukiweza kufuata tutafika malengo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum muqtadi. Na hii ni daima ni ahada ya wanadamu. Mwanadamu kazi yake ni kuiga. Kwa wingi wanadamu jubila ala taqlid, ameumbwa yeye kuiga. Huangalia huyu kafanya hivi ataiga, na kadhalika vijana wetu, angalia ataona player fulani kafanya hivi naye ataiga, kanyoa design fulani naye atanyoa, amevaa namna fulani naye atavaa, mpaka akiona player amevaa kipuri naye huvaa. Kwa nini? Kwa sababu taklid. Si kwamba ati yeye pia ni taklid tu, basi ameona huyu amfanya naye atafanya. Na kadhalika ukiona mtoto ndani ya nyumba vile anavyofanya mzazi wake ndio hupendelea na yeye kufanya. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumhadithia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpatia story za mitume waliopita, ili kumpatia nyota ambazo kwamba yeye afuate nyenendo zao. Anambia ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Hao yani mitume waliokutangulia wewe Muhammad, hadallahu ni wale ambao Mungu subhanahu wa ta'ala amewaongoza, fabihudahu muqtadi, basi kwa uongofu wao nawe fuata ama ongozeka kwa uongofu wa mitume waliopita. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba yeye ni sayyidul khalq, ashraful khalq, bora wa viumbe vyote, lakini amewekewa mitume wenzake walomtangulia, akaambiwa afuate nyenendo zile ambazo kwamba mitume waliopita walizifuata. Katika kuhadithia ama kuweza kueleza kisa ama tarjama ya mwanachuoni, faida yake ni kupata tathbitu fuadi saliki, kuweza kuzithibitisha nyoyo za wenye kufuata. Yani nyoyo ya mwanafunzi anaposoma hupatwa kwa wingi na misukosuko mingi sana.
hukumbwa na misukosuko mingi katika hasatan talab ilm. Mara leo hakuna chakula, mara leo chakula ni hivi, chai sio, haina sukari. Hali hasatan ungeona wanafunzi wa boarding, hali ya maisha inakuwa ni mazito sana. Kwa hivyo vipi mwanafunzi kama yule asikate tamaa katika kusoma kwake, aweze kuendelea na kudhibiti na kujimakini katika talab ilm? Mwanafunzi kama yule atuambia Sheikh Abu Ghudda katika kitabu chake Safahat min Sabr al-Ulama. Hiki ni kitabu ambacho kwamba ni muhimu sana wanafunzi talabat al-ilm, ukizungumza kuhusu talabat al-ilm wao watakipitia, kwa sababu kupitia kitabu kama hichi watajimakini na kuweza kuwa na subra na kuendelea katika msafara wao wa kutafuta elimu. Asema Sheikh Abu Ghudda, asema qala ba'd as-salaf, amesema baadhi ya salaf as-salih, al-hikayatu jundun min junudillah, stories, visa vinavyotolewa ni jundun min junudillah, ni jeshi miongoni mwa jeshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu bihi quluba awliyaihi, hudhibitisha kupitia visa kama vile nyoyo za mawali wake ama wanazuoni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kupitia story ndio mwanachuoni ama wali ama mwanafunzi huweza moyo wake kudhibiti na kuweza kubaki makini, kutotingishika na kutoacha njia aliyoichagua kuifuata tangu mwanzo. Na dalili ya maneno kama haya ni pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, wa kullan naqussu alayka, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba story zote hizi tukutolea wewe, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul, kuhusu habari za mitume waliokutangulia wewe. Nini sababu tunakupatia habari? Utasikia Qur'ani yote, soma Qur'ani utaona visa vya mitume ni vingi sana. Saidina Musa ankatajwa story yake mara kadhaa. Yote ni nini? Ni kwa ajili ma nuthabbitu bihi fuadaka, yani story kama hizi, habari kama hizi tukupatia wewe ili tuweze kuzithibitisha ama kuthibitisha moyo wako katika njia kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akipita hali ngumu, aliadhibiwa Taif, aliadhibiwa ndani ya Makkah, aliteswa, alisumbuliwa, lakini kilichokuwa champatia subra ni kuangalia waliotangulia walikuwa vipi hali yao na wakajimakini vipi hali yao katika kudhibiti na kubaki katika njia ya da'wa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika moja ya visa vinavyotolewa katika hadithi ni kwamba alikuja mmoja katika maswahaba akampata Mtume ameketi katika al-Kaaba. Wakati huo bado wako ndani ya Makkah, waudhiwa, wateswa, maswahaba waoneshwa kila aina ya maudhiko. Akaja akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwona amekaa karibu na al-Kaaba akitegemea al-Kaaba. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani ya Rasulullah sisi hatuko ni haki? Kwani sisi hii manhaji yetu ama Uislamu ndio dini ya haki? Kwa nini tuadhibiwe? Kwa nini tuvumilie kuudhika na kuudhiwa na kuonesha kila aina ya mateso ya Rasulullah? Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, lau ungelijua wale walokutangulia na wale waliotutangulia kabla ya hapo vile walivyoudhiwa wakafanya subra katika njia kama hii, basi usingalisema. Wamefanya nini ya Rasulullah? Asema walikuwa wakichanwa na kichana cha chuma ambacho kwamba kilikuwa kikitoa ngozi zao, nyama zao mpaka kwenye mifupa. Yani wanachanywa kuanzia mguu mpaka juu, watolewa ngozi zao, watolewa nyama zao mpaka kwenye mifupa yao. Mandhar ambao kwamba ni fadhia, mandhar ambao kwamba kutisha kabisa walikuwa wakifanyiwa masahaba ama atba' ar-rusul, wafuasi wa mitume walikuwa kabla ya hapo wakawa na subra na kujimakini katika kufuata mwenendo kama huu, ndipo walipofaulu katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na manhaji yake. Kwa hivyo sababu nyingine ya kueleza tarjuma ama tarajim za wanazuoni ni kupata picha ya thaqafa ya mujtama ambao kwamba ameinukia mwanachuoni kama yule. Nini maana kama haya? Kila mwanachuoni kuna sehemu kasoma, kuna sehemu kakulia, kuna sehemu kwamba ndio kuko nasha yake imepatikana na kukua kwake kumepatikana. Kwa hivyo vipi uweze kujua nasha yake? Wataka kuwa na fikra kuhusu Somalia na elimu.
Pataka kuwa na fikra kuhusu vipi Somalia na saira ya elimu ndani ya Somalia, vipi marhala ya elimu, marahil au mfumo wa elimu ndani ya Somalia, utaweza kujua kupitia mwanachuoni mmoja ama kusoma tarjuma moja ya mwanachuoni mmoja, ukajua vipi kasoma, vipi kakulia, amepata misukosuko gani ndani ya kusoma kwake, na thaqafa ya mujtama ya Kisomali yamchukulia vipi mwanafunzi, yamchukulia vipi mwanachuoni. Utajua manhaj kama hayo kupitia mmoja ama tarjama ya mmoja katika mashekhe zao, na mwisho ni kuweza kujua na kutambua ya kwamba mazala fil ummati khair, bado umma ndani yake kuna khair. Tusikate tamaa, sababu tukiona madhalla ambao kwamba umma wako ndani yake, unyonge ambao kwamba umma wako ndani yake, ujinga ambao kwamba umma umeenea ndani ya umma kama huu, mtu mara nyingine hukata tamaa kusema kwamba huu umma hamna khairi tena. Lakini ukisoma tarajim ya wanazuoni kama hawa, hasatan kwamba bado yuko hai sheikh kama huyu ambaye tutakuja kumueleza, utaweza kujua kwamba bado katika umma kama huu kuna khair. Na tuambiwa daima katika Qur'ani, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rahma ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Na yule mshairi asema, man sara ala darbi wasal, kila ambaye kwamba atafuata njia atafika. Umeambiwa njia hii itakufikisha sehemu fulani, ukiwa utaifuata njia kama ile basi utafika. Wa hakadha elimu, njia hii itakufikisha kuwa mwanachuoni, basi ukifuata na ukiwa na subra katika njia kama hiyo utafika. Usiseme kwamba elimu imeisha na wanazuoni waliopita basi hakuna tena. La, kam taraka al-awwaluna lil-akhirina, kama mangapi kwamba wale ambao waliopita, kam taraka al-awwal lil-akhir, wanazuoni nasema ni mangapi ambao kwamba wale waliopita wamemwachia ama wamewaachia wale ambao kwamba watakuja baada yao. Hii elimu ni fath kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii elimu ni minha, ni zawadi Mungu subhanahu wa ta'ala humpatia mja wake, humfungulia katika fahamu mja wake. Uweze kwamba wewe ukapata ufahamu katika aya, ukapata ufahamu katika hadithi ambao kwamba ufahamu kama huo haukuwa kabla hapo, ama hakuna mwanachuoni ambao kwamba alitangulia kupata ufahamu kama huo. Kwa hivyo mazala fil ummati khair. Tukitaka kwanza kumueleza shekhe kama huyu na kuinukia kwake, shekhe kama huyu alotunga kitabu ambacho kwamba ndio tumejalia ni silsila yetu ya mara hii kuweza kusharehesha kitabu kama hichi, anaitwa al-Sheikh Uthman ibn Sheikh Umar ibn Sheikh Daud, ambaye kwamba anajulikana bi Sheikh Hidig. Hidig kwa lugha ya Kisomali maana yake ni nyota, yani anajulikana kama star, ambaye kwamba ni Ash'ari katika aqida yake, ni Shafi'i katika madhehebu yake, ambaye kwamba ni kutoka kwa mji ambao kwamba unaitwa Elder, alafu ameguria akawa katika mji ambao kwamba unaitwa Mogadishu, ambao kwamba ni asima ya Somalia. Amekulia vipi shekhe kama huyu? Amezaliwa shekhe kama huyu katika sehemu kwamba ni karibu na mji ambao kwamba unatambulika kama Elder. Elder ni mji ambao kwamba uko katika iklim ama county ambao kwamba inatambulika kama Galgaduud. Galgaduud hii iko katikati ya Somalia. Hapo ndipo alipokulia shekhe kama huyu, ama ndipo alipozaliwa mwanachuoni kama huyu. Na wanazuoni tofauti katika umma wa Kiislamu, ukiambiwa walipozaliwa na walipoinukia utashangaa kisha mwisho wao ulikuwa katika hali kama gani. Asema anashaa fi baiti ilmin haythu kana jadduhu Sheikh Daud bin Alaso da'i islamiyya kabira. Mwanachuoni kama huyu ameinukia katika nyumba ya elimu, nyumba ambayo kwamba elimu kwao sigeni, elimu ni kwao pale. Ameinukia katika nyumba ya elimu ambapo kwamba babu yake ambaye kwamba anatambulika kama Sheikh Daud bin Alaso alikuwa ni mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Somalia, ama mji kama huo, ambaye kwamba alikuwa ni da'i mkubwa katika mji kama huo, ameeneza taalim za Uislamu na mafundisho ya Uislamu katika mji kama huo. Isitosheleze, ammi yake alikuwa ni kadhi katika mji kama huyo. Ammi yake ambaye kwamba alikuwa atambulika kama Abdullah ibn Sheikh Abdullah ibn Sheikh Daud, alikuwa ni mmoja katika maqadhi na maqadati wa miji kama yale. Sheikh kama huyu amehifadhi Qur'ani akiwa ni mdogo, kabla hajatimiza miaka 10. Amemaliza kuhifadhi Qur'ani akiwa na miaka 10, na hii ni mfumo katika manhaji ya kusoma na talab al-ilm katika mji wa Somalia. Ni kwamba mtu haanzi kusoma kitabu chochote, ni cha fiqhi, ni cha nahau, cha sarfa, cha balagha, cha ayi fani min funun al-ilm,
madamu bado hajamaliza kuhifadhi Qur'an. Ili mwanafunzi aingie kusoma, aingie katika halakat, aanze kusoma fununu zingine, ni lazima kwanza, sharti ya kwanza atimize kuhifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni manhaji nzuri ambapo kwamba lau mwanafunzi ghaliban akiwa ameshahifadhi Qur'ani, basi ile hifdhi yake ya Qur'ani humfungulia fahamu katika mambo mengi sana, tofauti na mwanafunzi mwingine ambaye kwamba hajahifadhi Qur'ani. Fahamu ya mwanafunzi aliyehifadhi Qur'ani na fahamu asiyehifadhi Qur'ani zinapishana. Huyo aliyehifadhi Qur'ani wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia malaka, amempatia fahamu ya hali ya juu sana katika kuelewa maneno ya wanazuoni. Alipomaliza kuhifadhi Qur'ani akiwa na miaka 11, iltahaqa bidurusi ammihi alqadhi al-Sheikh Abdullah bin Sheikh Daud fi Masjid Ailder. Baada ya kumaliza Qur'ani ndo akajiunga na darasa za ammi yake ambaye kwamba alikuwa ni qadhi, ambaye kwamba anatambulika kama Sheikh Abdullah, katika msikiti mkubwa wa Ailder, katika msikiti mkubwa wa mji unaotambulika kama Ailder. Wadarasa min al-ulum al-lughawiyya wash-shar'iyyah al-kathira, na kasoma kutoka kwa ammi yake elimu nyingi za lugha, fani za lugha, nahau, sarfa, balagha, arudhi, adab wama ila dhalika, na kadhalika fani za sheria kutoka na fiqhi na usuli na aqida na zingine katika elimu za kisheria. Alipofika shekhe katika mwaka wa 1960 ameanza kugura. Shekhe ametoka akagura kwenda mji mkuu wa Somalia ambao unatambulika kama Mogadishu, akawa anaendeleza masomo yake kusoma katika wanazuoni wakubwa katika mji kama huo. Tunasoma nini hapa? Tunasoma kwamba wanazuoni wengi ukisoma tarajim zao utakuta kwa wingi walifanya rihla, walifanya safar, walisafiri wakagura mji wao, walifanya hijra wakagura mji wao, wakienda miji mingine kuweza kutafuta elimu. Na huku kusafiri kwenda katika miji mingine kutafuta elimu kuna siri kubwa sana katika kupata elimu na kufunguliwa fahamu. Na ndio sira na nyenendo za wanazuoni wengi. Wataka kusoma, soma kwenu ulipo kwanza, jaribu kumaliza asasiyat za manhaji zilipo kwenu nyumbani, kisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikusakhirishia asbab za kuweza kusafiri kwenda kutafuta elimu katika miji ya elimu, ufanye bidii kusafiri kwa sababu kuna khairi kubwa. Imam Shafi'i hueleza sana safifa fil asfari 5 fawaid, ameeleza habari nyingi sana za fadla za kusafiri kuweza kwenda kutafuta elimu katika mji ambao kwamba ni mbali. Na soma tarajim za wanazuoni wote, al-Imam Shafi'i, Imam Malik, al-Imam Imam Abu Hanifa, Ahmad, wanazuoni wote walikuwa ni ruhal wakigura kutoka kwa mji mpaka kwa mji mwingine kwa ajili ya kutafuta elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na shekhe kama huyu naye kasafiri kwenda asima ya Mogadishu ambapo kulikuwa ni asimatul ilm pia, ambapo elimu ilikuwa imebobea katika mji kama ule. Katika wanazuoni wakubwa walisoma kwake ama walisoma kwao ni Amidul Qudha Sheikh Abu Bakar ibn Sheikh Muhiddin, na wa pili ni faqihu diyar Somalia, faqihi wa miji ya Kisomali ambaye anatambulika kama Sheikh Hussein Muhammad Mahmud Ata. Kisha watatu ni al-allama Sheikh Hussein ibn Sheikh Muhammad, wanne ni Sheikh Abdurrahman Dob, watano ni Sheikh Ahmad Beirut Al-Harai. Hawa na wengine wengi katika wanazuoni wa Somalia ambao kwamba Sheikh alipata nafasi kwenda kusoma kutoka kwao. Alipatiwa ijaza Sheikh katika fani ya hadithi, alitunikiwa ijaza. Ijaza ni chain ambapo kwamba mwanachuoni au mwanafunzi hupewa ya hadithi, yani hizi hadithi ambazo kwamba tuzisoma ni 40 Nawawiyya, ni Riyadhus Salihin, ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, zote hazikuja tu from nowhere zikatungwa zikawekwa, la, ni hadithi ambazo kwamba ni musalsalatun asaniduhum, asanid zao zinakuwa na chain kutoka kwa mmoja mpaka kwa mwingine mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka Sheikh fulani mpaka Sheikh fulani mpaka Sheikh fulani. Hao mashekhe wote wanakuwa ni udul, ni thiqa, ni hifdhi yao ni nzuri, ndipo pale hadithi ikaweza kuhifadhika. Na hii ni sanaa ama ni fani ya ajabu sana ambapo kwamba wanazuoni wa Kiislamu wameivumbua, haikuwepo kabla ya hapo. Fani ya ilmu alhadith ni fani ya kipekee ambapo kwamba imeweza kuhifadhi hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili zile hadithi ziwe ni sababu ya kuihifadhi Qur'ani ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alichukua ahadi na kusema kwamba ataihifadhi, inna nahnu nazzalna dhikra
wa inna lahu lahafidhun. Allah sema sisi ndio tulioteremsha Qur'ani na sisi ndio tutaihifadhi, na ili aihifadhi Qur'ani lazima aihifadhi hadithi ambayo kwamba yaeleza maani ya Qur'ani. Ndipo pale hadithi za Allah za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zikawa ni zenye kuhifadhika, wakawa wanazuoni wakaekea mfumo wa kuweza kuipokea hadithi ya Mtume kutoka kwa Mtume mpaka kwetu sisi sasa katika zama zetu tulioko ndani yake, wakaweza kuweka mizani ya kuchuja watu kujua huyu ni thika, yani huyu ni mtu ambaye baaminika, ni muaminifu, ama ni mtu ambaye si muaminifu, ni mrongo, husema urongo, ni mtu mwadilifu, ni adil ambaye ni mkweli, ama si adil, ni mtu ambaye hifadhi yake ikoje, ni dhaifu ama hifadhi yake ni mzito. Soma vitabu vya tarajum, soma vitabu vya ilmu rijal, vya ilmu aljarh wa ta'dil, utashangaa vipi wameweza kukusanya idadi ya wanazuoni iliyokuwa kubwa sana, wakaweza kujua sira, biography ya kila mwanachuoni, ameinukia vipi, yuko vipi, akafanya vipi, ni thika msi thika, ni adil msi adili, hifadhi yake iko vipi, wa hakadha. Abu Sheikh naye alikuwa ni katika wanazuoni wa hadithi, amepata ijaza ya hadithi kutoka kwa al-Allama al-Sheikh Muhammad Ahmad Mahmud ambaye kwamba anatambulika kama Sheikh Aba. Ni katika wanazuoni wakubwa wa Mogadishu wa mji mkuu wa Somalia, Sheikh Aba, na alikuwa ni katika mawali wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakubwa. Mungu amrahamu, amweke sehemu njema katika pale alipo kaburini mwake, na aliwahi kututembelea sana huko katika mji wetu wa Kenya, hususan Mombasa. Alikuwa akitutembelea sana na akitupenda sana. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amshukishie rehema katika sehemu yake alipo sahihi pale kaburini, na atupatie baraka zake, atunufaishe na elimu yake. Wa pili aliochukua kwake ijaza katika fani ya hadithi ni Sheikh Muhammad Nur ibn Sheikh Ibrahim ibn Muallim Siraj, katika wanazuoni wakubwa wa hadithi katika mji wa Somalia, na Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsakhirishia asbab Sheikh akupata nafasi ya kwenda nje ya mji wake wa Somalia kuweza kutafuta elimu, lakini alipata nafasi bahati ya mwanafunzi wake ambaye kwamba anatambulika kama Sheikh Abubakar Hassan Maalim, alimtukulia ijaza kutoka kwa Musnid al-Asr, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa hadithi, al-faqih sultan al-ulama al-habib Salim ibn Abdullah ibn Umar al-Shatiri, ambaye kwamba alichukua ijaza kutoka kwake katika fani ya hadithi kama alivyoeleza katika vitabu vyake kupitia risala kutoka kwa mwanafunzi wake mpaka kwake, ay mukatabatu al-ijaza bil mukataba. Sheikh pia kando na ijaza za hadithi na fanuni za elimu, alikuwa ni ametukua ijaza katika tariqa kama hii ambayo inatambulika kama at-tariqa al-idrisiyya, tariqa kama hii ambayo kwamba inaenda mpaka kwa Sheikh Ahmad ibn Idris, mmoja katika wa awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakubwa katika tariqa ambayo kwamba wameasisi manahij za kuweza kumfikisha mtu kwa Mungu wake Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kama wanavyosema mwenye burda, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahri au rashfan min ad-diyam. Hawa wanazuoni wote tariqa tasikia Qadiriya, Baalawi, Shadhiliya, Rufaiya, Ahmadiyya, hizi zote ni njia ambazo kwamba zamfikisha mja ambaye kwamba atafuata moja katika tariqa kama hizi kumfikisha haraka mpaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo wewe ukitaka kutoka mfano unataka kutoka hapa huko Isli huko Third Street utaka kwenda Madina, utapewa utaka kwenda Madina mulama Isli utapewa njia tofauti tofauti. Ukienda kwa huyu atakwambia fuata First Avenue utafika, huyu atakwambia fuata Second Avenue utafika, huyu atakwambia fuata, kila mmoja atakupatia njia yake, lakini mwisho utafika pale. Lakini ikiwa hujui waenda mwenyewe peke yako, basi utakuwa ni mwenye kuanguka, potea, kuangamia wa hakadha. Na hii ndio shani ya tariqa. Wale wanazuoni tariqa, ukiambiwa tariqa maana yake ni kwamba hawa wanazuoni ambao kwamba wafanya taslik, ambao kwamba wana wanafunzi wao ama muridin wao waongoza mpaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba wao washapita yale marahil. Wewe waelekea msafara wako waenda sehemu fulani, waenda Mombasa, kutoka Nairobi waenda Mombasa, basi msafara wako kama ule wao zile akabat yale mambo kwamba atakupata njiani, kuna roadblock kadhaa, kuna roadblock kadhaa, kuna roadblock kadhaa, wao washazipita. Kwa hivyo tayari yeye ajua kwamba bwana ukifika Makindu kuna roadblock, bwana ukifika Mtitondea kuna roadblock. Kwa hivyo ashakupitisha njia nyingine ya ufupi kabisa ili uweze kufika Mombasa ama katika safari yako kwa haraka bila kupata mateso. Lakini ukaenda mwenyewe ukaya ushiko kwenye roadblock, utaketishwa masaa, uhongane, umalize, umponza muda gani? Na hata utafika, ukienda peke yako utafika Mombasa, lakini utafika lini?
Sasa kazi yao wao hawa mashekhe ni kumtukua mtu, kumrahisishia kazi, kumfikisha kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia rahisi kabisa. Na ndio shekhe alikuwa katika tariqa ya Idrisia, alichukua ijaza kutoka kwa ammi yake ambaye kwamba anaitwa Sheikh Ahmad ibn Sheikh Daud, ambaye kwamba alimpatia ijaza katika tariqa ya Idrisia, akampatia idhni ya kufanya taslik na kuongoza wanafunzi na kuweza kuongoza muridin mpaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na akawa naye shekhe anafanya taslik. Kuna muridin wengi katika mji wa Somalia na nje ya Somalia katika tariqa kama hii ambayo kwamba ni Sayyidi Qutb al-Irshad Sayyid Ahmad ibn Idris. Mungu amrahamu, amjalie makazi yake ni makazi mema. Tumba Allah Subhanahu wa Ta'ala amfungulie, amteremshie katika kaburi yake ambapo kwamba iko ndani yake rehma na ridwan na maghfira katika kaburi yake biidhnihi wa ta'ala Subhanahu wa Ta'ala.